Waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Ikikaribia Sunday, how do you feel? Sijui itaongezwa sauti na Bwana sifiwe. There are different feelings, but you specifically. Maybe the right thing. Inapokaribia Jumapili, kwa moyo wako, do you normally have some excitement? Do you get excited? Mimi jana nilikuwa Meru, but because of Farine I was excited na kuja Eldoret. Nikafika around saa ngapi? Saa 9 asubuhi. Saa 9:38. I thank God because wale ambao wananipokea hawakusinzia. Otherwise ingelipata nje. Bwana sifiwe. Amen. I thank the Lord for what he's doing and what he's showing about the church, his house. Amen. This is the body of Christ. This is what took Christ to the cross. Tunaelewana? Kwa nini Kristo alisulubiwa? Kwa ajili ya kanisa lake. There are many things the Lord showed about and is showing about the church. And the servant of God, the Lord has confirmed Lily. The Lord has confirmed her position in the church. I expected to go there leo, but the Lord has confirmed her position. He has shown me, and I thank the Lord for that. Haikuja siku yote utamwambia. The Lord has clothed her with a shiny purple clothing. That is what. Nani amevalishwa nguo ya ni purple ama ni blue in the Bible? That's royalty. Yeah, nani alivalishwa hizo nguo? Purple. Mordekai. Nani mwingine? Wapi? Kola kateseka sangapi mvalisho purple sangapi? Nani mwingine? Was Daniel? Who else? Yeah, it's the elevation, eh? God's favor or God's approval. When he approves you, he appears in different ways. God's favor, but you will know. And I thank the Lord for the Minister Michelle. The best prophetic message, revelation, ni ile ambayo anakutokezea mwenyewe direct to you. A prophet can prophesy to you personally, but your heart may be indignant. Unaweza ukataa kubali, hapana, hii ndio kwanza kama ni mbaya. Sawa sawa? Wakati umepata unabii ambao haukufavor, binadamu utakwambia hapana, hii ni uongo. Hapana, huyu prophet huyu anaongea vitu zake huyu. Hapana, amenionaje? You miss the spirit who is speaking. Lakini ukiambiwa utakuwa na watoto wengi, utakuwa na pesa mingi. Amen, amen. Hiyo ni binadamu. Lakini when he appears to you, na kwa mimi ndio Yesu, hiyo haitatoka kwa akili yako. Sio kweli? A good example is my brother Amos. Kama ingekuwa ni mwanadamu amemwambia aje His Majesty, angetoka along the way. Sio kweli? Kama angekuwa ni mkate anapewa ndio aje hapa, angechoka along. Lakini in all those, hata kanisa ikijaa leo, kesho tubaki watatu, he is still there. The character of God. God is consistent. And his children have that character. But that's fair. Now we have a journey. I want to share an experience. As Christians, ni vizuri tusome neno. Kama washirika wa His Majesty, tunashukuru Mungu because kuna the extra hapa, Roho wa Mungu. Si ndio? Na wakati unajua Roho wa Mungu yuko mahali hapa, sehemu nyingi wako na neno peke yake. Na neno, wakati mimi naugua, neno peke yake haliwezi kuniponya. Neno lina refine the mind. Sawa? But the spirit refreshes the energy. Inakufanya usichoke. Mapigo kila wakati unakuwa ni mapigo. Kwa mfano leo hatuna pesa. Si kweli? Si kweli leo hatuna pesa. Kweli leo una pesa. Ndio?
But I want you, iko kimpango kila mahali, lakini nakaa wewe yako si vile. Kuna mwingine hapa yake iko hali mbaya zaidi. Lakini ndio hiyo kosa pe. Amina. Lakini because it inakupress sana at that moment. Let me give you a story. Shetani ukitaka kumweza, use your mind. Kabla sisi tujakuwa watu wa kiroho, first of all, we are born in the flesh. Sasa, before man becomes spiritual, I want you to read 1 Corinthians 15 verse 43. First Corinthians 15 verse 43. It is sown in dishonor. Verse 44 and 45. It is sown in a natural body. It is raised a spiritual body. Yani inapandwa kwa mwili, then there is a natural body and there is a spiritual body. 45. And so it is written, the first man Adam became a living being. The last man Adam became a life-giving spirit. Tulisoma Kiswahili. Wakorintho wa kwanza 15. Ili nikielezea unapandwa mwili wa asili ambao ni huu sasa unaonekana, na unafufuliwa mwili wa kiroho. Ule mwili wa kiroho hauonekani na hii macho. Sawa sawa? Ni kiroho. Kama sasa hizi nawaambia roho wa Mungu iko hapa. Najua iko hapa, lakini hawezi kumuona kwa sababu ni kiroho. Kama kuna mwili wa asili, basi kuna mwili wa kiroho. Tutajuaje kuna mwili wa kiroho? Tutajua wakati huu mwili unafanya kazi na wakati huu mwili unazima. Okay. Huu mwili wakati haufanyi kazi unaanza kuoza ukuli. Unajua yule mtu wa kiroho hayuko na huu mwili unageuzwa unakuwa unaitwa maiti sasa. Kwa sababu yule mtu wa kiroho hayuko. Kwa hivyo kuna mtu wa kiroho. Kwa hiyo imeandikwa. Mtu wa kwanza, nao hii maandiko. Mtu wa kwanza Adamu alifanyika kiumbe hai. Adamu wa mwisho hapa kiumbe hai ni kiumbe asili. Okay. In the body alikuwa na mwili. Tunamjua ni kama ng'ombe. Ni kama mbuzi. Ni kama kondoo. Hana spirit. Okay. Anatembea lakini kiroho hayuko. Lakini hapa tunaongea kiroho namna gani? Hatusemi ati amekufa. Hana roho wa Mungu. Hana uzima. Kwa hivyo ni kama yule mbuzi akiaga mbuzi na kondoo hapa hawatahukumiwa. Ukienda kule mbinguni kuna mbuzi na kondoo lakini hawafanani na hawa. Okay. Bwana asifiwe. Kule mbinguni kuna viumbe kimfano lakini ni warembo kuliko paka wa mbinguni na wa hapa yule wa kule ni maridadi sana. Bwana asifiwe. I wish itafika wakati Mungu atawapea nafasi roho wake pia muone. Amen. Bwana asifiwe. Muone vile viumbe. Kuna viumbe walikuwa wakati wa Mungu akiumba dunia, aliwaangamiza na wakati wa Noa walikuwa viumbe wenye sura mbaya, nitasema hivyo. Lakini kuna viumbe au ni viumbe wa kiasili na binadamu. Lakini na vile viumbe vya mbinguni ni tofauti. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa kuna Adamu wa mwisho. Kwa hiyo imeandikwa mtu wa kwanza Adamu, huyo wa kimwili, alifanyika kiumbe hai, na Adamu wa mwisho yeye ni roho iletayo uzima. Huo wa mwisho ni Yesu Kristo kupitia roho wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi lazima tukue na ile roho. Tukisoma hili neno tukiwa na roho, neno litafanya kazi kwetu. Lakini tukisoma neno bila roho itatushinda. Sheria ya Mungu itakuwa ngumu kwetu. It will be impossible to do the will of God.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo I like to encourage you, kila wakati iwe tamani kuwa na roho wa Mungu. Sawa sawa? Fanya nini? Kuwa na tamaa. Nataka kujua Bwana. Na mimi najua ingawa nasoma neno lako haitoshi. Nataka uwe unanena na mimi. Hakuna uhusiano mzuri ambao hamsemezani. Kwa hivyo wakati Mungu anadhihirisha, anaonyesha mpangilio wa kanisa, ni jambo la kuvutia moyo. Kwa sababu sasa tutakuwa tunatembea kwa imani, si kwa kuwa. Ikiwa leo tutakuwa tunatumia macho yetu kuangalia idadi yetu, tutavunjika moyo. Si kweli? Lakini tukilala usiku, nimevunjika moyo leo, nikilala usiku na nenewa ya kesho yajayo, na nitia moyo. Asubuhi nitaamka, wewe unauliza, si jana ulivunjika moyo wewe? Mbona leo unaendelea kufanya the same thing? Ni kwa sababu hautumii haya macho, hautumii haya masikio, unatumia Wakorintho wa 2:5-7. Tembea kwa imani, si kwa. Walk by the Spirit and not by sight. Bwana asifiwe. So haya ndio mambo ambayo wakati Mungu anataka kumimina baraka zake, wakati Mungu mbinguni anasema leo nataka kumbariki sisi, nataka kumbariki Niki, nataka kumbariki Viki, niweza kupata simu nione iwe gari na wasa. Wakati Mungu amekuwa na mawazo ya kumbariki mtu, nani anajua wa kwanza? Bwana asifiwe. Tushajua kuwa kuna ulimwengu wa kiroho na kiasili. Wakati Mungu anataka kumbariki mtu, hiyo baraka inafaa kutoka wapi? Kwa ulimwengu wa kiroho kwanza, si ndio? Okay. Kwa hivyo yule ambaye anajua wa kwanza, shetani anajua wa kwanza, malaika wanajua wa kwanza, kwa sababu wao ni roho pale Mungu yuko. Mungu ni roho na zile ni roho ziko pale na yeye. Kwa hivyo kabla wewe mwanadamu hujajua, kabla nabii hajajua, yule ambaye anajua wa kwanza ni wale zile roho, na kwa zile roho shetani yuko. Okay? Mara nyingi sisi tuna lose focus. Kwa mfano, baraka inataka kuja, utakuwa na mapigo ambayo haieleweki before fanyike. Before baraka iko, kama mama mjamzito kabla hajajifungua ndio anakuwa na uchungu. Kwa miezi 9 ana uchungu. Lakini wakati mimba inafaa mtoto anataka kuzaliwa ndio kunakuwa na uchungu. Wana wa Israeli, ukisoma Exodus chapter 3, wakati Musa alimwendea baada ya miaka 400 na kitu, ile siku Musa alimwendea Farao akamwambia, Mungu wa Israeli amenitembelea kule jangwani, ameniambia uache watu wake waende. Farao alimwambia nini? Mimi simjui Mungu kama huyo. Si ndio? Mimi simjui. Na akasema nyinyi mmekosa kazi ya kufanya. You are idle. Kwa hivyo kazi itakuwa ngumu zaidi. Akakaza zaidi. Mapigo ikaongezeka. Kumbe kwa mapigo kuongezeka inamaanisha mlango wa kuwekwa huru unafunguliwa. I want you to be alive to that. I want you to be alive to that. Kwa hii desperation, hii mapigo inakuja mingi hii, ni shetani ako desperate. Nani ako desperate? Shetani. Inamaanisha kuna neno baba yangu ame release. Kwa hivyo huyu anakuwa nini? The last kicks of a dying horse. Atarusha mateke mengine, ukikaa karibu wewe kuisha tena naye. Lakini I want you not to focus on the pain. Tako focus ni nini shetani anajaribu kunifunika nayo. Utasikia paka unabii unakuja ambao upendi kutingiza kuona iko namna gani. Ni lazima usimame. Ni lazima focus iwe kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Your level of faith will determine your level of blessing.
Your level of faith will determine the level of, because hiyo imani ndio utaingia nayo, na ukiingia na imani ambayo iko sheki utaibika kule mbele. Kwa hivyo nafaa usimame mzima mzima kwa hali na mali. Imani yako isimame kwa msingi ulio bora. Kubali shetani atatumia kile kitu ambacho unapenda. Napenda nini? Hebu sisi unapenda nini sana kwa maisha yako? Unajipenda? Kama na kujipenda? Napenda kuandika. Masomo. Kwa hivyo shetani atatumia masomo kukuonyesha kuwa Mungu hakupendi. Ile kitu ambacho unapenda sana. Michelle, unapenda nini? Yes, atatumia hiyo kukuonyesha Mungu hakupendi. Viki, unapenda nini? Dancing. Hiyo dancing hiyo kama chakula. Unapenda chakula? Dancing. Utaenda kwa dance unakuta wote wanakuwa selected, wewe unaambiwa kiuno yako iko kombo. Kaka. Nini? Football. Utakuta tu kuna kitu kwa football unaambiwa mguu yako haiji kugonga vizuri. Wanachagua wale kile kitu ambao wewe kaa spare wewe. Mtumishi, unapenda nini sana? Nataka uiangalie from that lens. Sasa ndugu yangu. Sasa my sister. Nataka uangalie hiyo kitu ambayo I treasure the most. Inaweza kuwa hata your spouse. Napenda yeye sana. Inaweza kuwa ni kazi. Inaweza kuwa ni masomo. Inaweza kuwa ni chochote. Hiyo kitu napenda sana. Shetani atakuja kama ni miti unapenda. Kwa miti yote kuna mapera, kuna nini, lakini anajua wewe unapenda maembe. Hiyo muembe hiyo ndio inakwenda ukua. Unamwagia maji atinanyauka. Kwa shamba yote mapera. Wewe unapenda maembe, si ndio? Unamwagia maji lakini wapi? Hata inaweza kuwa kwa chemichemi ya maji lakini inanyauka tu. Kwa hivyo kila wakati atakuwa anatafuta kitu unapenda, anaitingiza. Ili wewe akudisconnect wewe na baba yako anayekupenda. Utamhandle namna gani? In the book of Ephesians 6 verse 12 to 17 inaongea kuhusu kuvaa silaha. Si kweli? Lakini shetani pia silaha za kiroho kama Wakristo. Lakini tunasahau kuwa sisi tumevaa silaha za kiroho kumpiga shetani. Kuna wokovu, kuna imani, kuna ukweli na kuna neno la Mungu ambalo ndio upanga. Lakini tunasahau kuwa pia huyu adui yetu anakuja na silaha zake. Anakuja na mishale ya. Usipojua silaha za yule muovu itakuwa changamoto kwako. Bwana asifiwe. Lakini ukishajua kwa kila wakati niko kwa vita. Haya, tuseme huo mti, wewe umesema sipendi mapera tena. Sipendi maembe tena. Ile siku unasema upendi maembe tena, mimi napenda mapera. Amepiga vita, umesema mimi simkani Mungu. Wacha niwache mapera. Wacha niwache maembe. Napenda mapera. Utakuta hiyo ugonjwa ilikuwa kwa maembe, amehamisha kwa mapera. Kusumbua tu. Lazima kukuwe na kitu. Lakini Mkristo mwenye ushindi ni yule ambaye anajua kila wakati niko kwa vita. Kila wakati niko vitani. Kwa hivyo leo ikiwa mke wangu ndio vita vyangu, ndio mlango ambao shetani anatumia, ile siku lazima nikuwe prepared kuwa kesho mke wangu akitulia, vita vyangu vitatoka wapi? What next? Lazima mwanajeshi mzuri ni yule ambaye anakuwa na contingent plan. Anakuwa na long term plan. Ukiwa na short plan, leo tumeelewana na mke wangu, leo tumeelewana na mume wangu. Haya, mama mkwe kimelipuka. Kwani Mungu anipendi?
But mwanajeshi anajua kila wakati ni kwa vipi. Kwa hivyo kabla huja solve hii, think a step ahead. Baada ya hii ni gani usikuwe tu unakaa unafikiria hapa unakuwa short sighted. No. Many Christians we get disappointed because tuko short sighted. Ati leo mimi na mke wangu mimi na mume wangu tumependana sasa. Tumekuwa na vitu kwa siku nyingi, tumependana. Kwa hivyo it's like una expect muishi paradiso. Una expect muishi maisha ya mbinguni. Hapana. Tuko wapi? We are still on earth. Utakuta ile siku mmependana hadi sasa ndio tumbo yako imefungika. Hatupati mtoto. Bwana asifiwe. Constant kule kabisa. Tulikuwa nimwambia kuna wakati watu wamekuja kanisa, watumishi wengi wamekuja, wamekwazika huko, wamekwazika huko, nikakuwa na uoga. Nasema hey, hawa watumishi ni kama 7, wote ni watumishi. Nasema hey, wamekuja wanafanya kazi vizuri, lakini what next? Okay, I expect betrayal. I expect nini? Betrayal. In my heart. Na nikasema it's only a matter of time. Therefore, I'm already prepared. And when it comes, I will not be disappointed. I was prepared for the worst in my silence. Tukaendelea. Mmoja akasema haya madhabahu ni ya apostle, lakini mlima ni akaanza but I was prepared. Have the mind of Christ. After all this, they will crucify me. Tuelewana? Kristo alijua mwisho wake, akituhubiria, akituponya, alikuwa anajua tutamsulubisha. But so in his heart, ametumika kwa upendo wote, but at the same time he was prepared for the worst calamity ever, the worst betrayal in history. What does it mean? You and me, we must be equipped with the same attitude if we are to conquer the devil. If we lack that attitude, we will be disappointed today. Tutalia, tutasahau, kesho asubuhi tutakumbushwa tena, tutalia, tutamkana Yesu. But kumbe ni sisi hatujavaa silaha. Kumbe ni sisi hatujaangalia silaha za yule mwovu. Kwa hivyo hapo unakuta Paulo anasema nini? Vaeni silaha ili ile siku ya vita, siku ya uovu mkapate kusimama na kuzikinga ile mishale ya yule mwovu. Kwa hivyo kuna mishale ya yule mwovu. Mishale ya mwovu ni kama gani? Nipenda kuambia kitu kimoja. Mishale ya mwovu haikudhuru. It can't destroy you unless you let it. One of them ni hofu, fear. When somebody has fear, you can't think straight. Tuelewana? Fear. Unataka ku overcome fear. Let me teach you from my experience. Kuna uoga, sijui ndoa yangu, sijui biashara yangu itakuwa namna gani, kesho itakuwaje? Jiulize. In the past, nimekuwa na kitu kama hii. Leo sina pesa. Leo niko disappointed na hii issue. In the past, imeifanyika? Yes, imeifanyika. What happened? Nilikufa. Point number 1. Did I die? Bwana asifiwe. Leo sina chakula kwa meza. Yesu yuko wapi? Yesu yuko wapi? No. Ila wakati mwingine, kuna wakati nilikuwa nasimjui Yesu. Nilikuwa adui ya Yesu. Lakini vivyo hivyo, he made way out. Leo niko na Yesu. Kwa hivyo tafanya nini? Sitatusi kama siku ile. I will wait. Tunaelewana? The best way to handle fear
use your past record. Lazima uwe mtu wa memory. And this one will help more wamama. Wamama wako na memory zaidi ya sisi. But even sisi gentlemen, let us use our past record. The word helps us. And our experiences makes it real. Tusipotumia hili neno and put it in our lives, tutakuwa tunaishi tu kama watu wanaenda shule na kurudi. Academicians, but not practical doers. Fear is not real. Fear is not real. Hakuna chakula leo. Kuna mtu hii Kenya ambaye kufa njaa hapa kwetu. Unless mimi nitakuwa wa kwanza. Hiyo haitafanyi. Therefore I will wait. Alafu angalia ule wakati na saizi, nimegrow, nishakuwa miaka 5. How do I prove growth? By handling it in a better way than. Kama umekosana na jirani yako ule wakati ulikuwa unatusi sana, hapana, leo mimi nimegrow. Si ndio? Yeah. Kama tulikosana last week, hapana, leo nimegrow. I'm a week older. Therefore, sitamtu. That one. What is the other arrow the devil used? Tension. Kuna ka tension fulani, especially when you have friends and neighbors. Tension is not real. Tension It's not real. hata mimi nikushikia bunduki hapa. Tension itashoot. No. Nini itashoot? The one holding the gun, si ndio? Sasa tension inakujaje? Inasaidia nini in that situation? Wapendo, umeshika bunduki imetetemeka. Hata umejisaidia. Hiyo itasaidia kweli bunduki shoot? Nataka tuangalie hiyo, itasaidia? What is the role of tension? It affects the mind, your judgment. Kule kazini tunaambiwa a soldier without guts. A soldier without guts is useless. Kwa hivyo wakati tunaenda kazini, askari wangepewa bunduki. Mtu akisema hapana, mimi naambia kwenda kwa bibi yako. Tuelewana? Mtu akisema tu afanye, unajua, toka kwenda. Sababu huyo ataweza kujipiga risasi ama anaweza kuwageukia nini? The devil uses tension against you so that usithink straight. Ile atakuomba unasahau. When all Jesus wants, yeye ndio our mighty deliverer. Kile Kristo anataka tu, honor him in that place. Lord Jesus, deliver me today. Lord Jesus, save me now. Lord Jesus, huyu amenipima na bunduki, but I know you have power to block a bullet. He blocked some bullets for me. He blocked bullets for me mwenye naongea leo. He blocked 4 bullets. Zisinipa? He blocked even powerful things than bullets for me. All he wants at that moment, do not allow tension. Tension will come. Fear will come. Doubt is another arm. Napendwa kweli. Yani nimebaki kidogo tu niende. Yani watu wawili walipepetwa kwa mimi, ilipita baadhi. Mungu ananipenda kweli. Instead uende usome 1 Corinthians 10 verse 13. In our challenges, he will make a way. Kwa hivyo kupona kwako si by chance, it is by God's divine power. Sawa sawa? Watu wasema yani ilikuwa kidogo tu mimi niende bwana. No. It is part of God's plan. Now it's your time to chase out doubt. Doubt, these things will come every day in our lives. Tuelewana? In every situation, doubt will come. You are allowed to doubt everything, but don't let doubt ikutoe kwa Bwana. Bwana asifiwe. Tushajua mishale ya ile mwovu. Silaha za ile mwovu. Tukishajua hizo, leo tunafurahi. I must have fear, part of me. Yes, God has done it, but it's a new season. New season brings new challenges. What are the challenges am I expecting? Tuko 2026, si ndio?
Watu wanakuwa new year resolution, hata angalia last year haikupita, hakufanya, haikuachieve. Ameshakuja 2026, ameandika kitabu mzima ya resolution na ameacha hapo. Instead, at the same place, angalie what were the challenges of last year? What were the arrows of the devil last year? Okay, hii challenge nime overcome. This year, hii bado iko, nimevuka mwaka nayo. That is the reality. Kama you didn't conquer 2025, imeenda wapi? Ilikufanya 2025? Iko, si ndio? Imejificha mahali? So it's up to you. You acknowledge, and he uses our weaknesses. Utai-note down. Na utasema, okay, after hii, ni gani ingine natarajia baada ya hii? Kama ni rejection leo, na rejectiwa na watoto wangu, kesho wajukuu reject. Kwa hivyo I will be what? Prepared. Si ndio? Kama watoto wako wanakureject leo, kesho naenda kureject wajukuu. So wakizaliwa, utaanza kujifanya ati hujui. Ukijifanya hujui, you will be disappointed. You must be alive to these things. Bwana asifiwe. And you must grow past them. A good Christian hapatikanangi off guard. A good Christian akiwahubiria, akisema na nyinyi, anajua kuna possibility ya kuwa rejected na nyinyi wo. Kuna possibility ya kuwa disappointed even with my own spouse. But I am not alone. God is with me. Bwana asifiwe. Ningependa tusome the book of Matthew. So it is John. John 16 verse 33. Let me start from 31. John 16 verse 31 to 33. Jesus answered them, "Do you now believe? Indeed, the hour is coming. Yes, has now come, that you will be scattered, each to his own, and will leave me alone. And mutaniacha peke yangu." Tasoma kwa Kiswahili pia. "And yet I am not alone, because the Father is with me." Verse 33. "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In this world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." What does it feel? Whenever I read this verse, I just cry. Anaambia, angalieni wanangu, angalieni, itafika wakati hata nyinyi mtanitoroka. Yesu akawajibu, "Je, sasa mnaamini? Do you now believe?" Saa inakuja. Naam, imekwisha kuwadia. It is already here. Mtakapotawanyika kila mmoja kwenda nyumbani kwake na kuniacha peke yangu. Hapa tumezoea kuwa pamoja. Tumezoea kuwa na ushiriki. Tumezoea hata siku ya Sabato mnakula hamfungi kwa sababu munaye Bwana katikati ye. Mungu katikati, Emmanuel ako na nyinyi. Chochote akisema inafanyika. Kwa hivyo ni wakati wa kusherehekea. Lakini kesho itakuwa siku ya dhiki. Kesho itakuwa siku ya kukataliwa. Kesho itakuwa siku ya kukanwa na watu wa jamii yako. Kesho itakuwa siku ya kudharauliwa. You will be scattered. Utakuwa peke yako. Kutawanyika kila mmoja kwenda nyumbani kwake na kuniacha peke yangu. Kule kwenu utaonekana kama wewe umechanganyikiwa. Kule kwenu utaonekana kama wewe ndio hujielewi.
Wale ambao wanafanya ya dunia, wanalewa, wanafanya yao, wanapendwa, watu hawana issue nao, lakini wewe ambao umeokoka unachukuliwa as rejected, as the black sheep. Na hapa hata Yesu aliacha peke yake. You will leave me alone. But take note of this. Yesu anawaambia kitu ambacho itakutia moyo. Lakini mimi si. Kuniacha peke yangu. Kwenda nyumbani kwake na kuniacha. Sasa uleni hapa. Kuniacha peke yangu. Lakini mimi si peke yangu. Kwa sababu Baba yu pamoja nami. Ikiwa tutajielewa, ikiwa tutakuwa Wakristo ambao tunajijua nafasi yetu kwa Bwana, ijapo dunia itatutoroka, kila wakati hatutakuwa pekee. Baba atakuwa na sisi. Kwa upweke wako, in your loneliness, in your pain, in your suffering, in your rejection, it will seem outwardly, Yesu alisema huyu amedhaniwa na Mungu, si ndio? Wanadamu walisema huyu si mwana wa Mungu, huyu bora anapitia mapigo hivi, huyu amekanwa na Mungu, anapigwa na Mungu baba yake mwenyewe. Lakini ndani yake, nje anateseka, lakini ndani Baba yuko ndani yake. Bwana asifiwe. Mimi na wewe ni lazima tukue hivi. Dunia itatuona vile inapenda. Kwa macho ya dunia utaonekana wewe huna maana, lakini ndani yako uzima unao, tumaini unalo. Sawa? Kwa hivyo don't ever put your trust in man. In Mika 7:7 and 8. Lakini kwangu mimi nitamngoja Bwana. Penda kila mtu. Penda mke wako, penda mume wako, penda watoto wako. Penda mwajiri wako. Penda kiongozi wako. Lakini usifanye makosa ya kuweka imani yako kwa mwanadamu. Ni makosa kuweka imani yako kwa mwanadamu, kwa sababu huo ni mlango umeutengeneza, shetani ataingia na huo. Leo hii ningependa uangalie wanadamu. Leo hii unakuta mijengo inajengwa kwa hii region, baada ya uchaguzi nyumba zinasimama kwa sababu mwingine amechaguliwa. Unakuta majengo yanajengwa kwingine. Kwa nini? Kuna wale walitegemea huyu kiongozi, sio? Lakini msimu wao ukapita, ukakuja na wengine, wale wamekuwa disappointed. Kwa ile uongo. Mwanadamu leo amesimama, kesho ameanguka. Tuweke hazina yetu kwa Mungu. Wakati utakuwa mtu wa kuomba, hazina yako kwa Mungu, kuwa mtu wa kuomba. Pray. Unafanya makosa, but don't forget to pray. Kuwa na mila ya kuomba. Hizi mila zingine si muhimu. Mila ni ya Kikristo. Mkristo ako na mila yake. Kuwa mtu wa kuomba. Kila wakati omba. Unaenda wapi? Omba. Hapo ndio protection yako iko. Sawa? If you don't pray, you are dead spiritually. You have to pray. Hapa maneno ya Yesu Kristo. Amesema lakini siko peke yangu kwa sababu baba yuko pamoja nami. Kwa nini amesema haya maneno? Next. Nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani. Mpate kuwa na nini? Amani. Peace. Mkiwa ndani yangu. Hii amani haipatikani kwingine. Inapatikana tu kwa wale ambao wanakaa ndani ya nani? Neno. Ulimwenguni mtapata dhiki. Hapa ndio Wakristo wasikiliza, wataki kusikia. Hapa kwa dhiki, hapa ndio wataki kusikia. But uzuri wa Mungu ni kitu kimoja. Hawezi kupea mapigo ambayo inashinda imani yako. Tunaelewana?
ni baba. Kwa hivyo ni kama huyo husband, mama yake hawezi kumpea gunia ya kilo 20 ya unga baby. Atampea kweli? Michelle, utapea husband kilo 20 ya unga baby? Utampea kama kiasi gani? Half kg. Basi hivyo ndio Mungu yuko. Anatujua. Kwa hivyo akimpea half kg leo, baada ya mwaka mmoja utampea hiyo? Utampea kama ikuwe 1.5 kg na itamshinda atabeba. Hivyo hivyo. Kwa hivyo sisi mapigo ya last year ukipewa umepigana nayo, kama ukushinda itarudi tena. Dunia ni duara hivi. Hauwezi hepa. If you are to grow, lazima overcome that weakness. Kwa nini? Ili ile siku Mungu anakupea baraka haitakumaliza. Baraka za Mungu ni kama shule. Ukimaliza grade 1 unaenda grade 2, si ndio? Kutoka grade 2 hakuna kuruka grade 5. Kwa hivyo kama siku hizi hakuna kuanguka, si ndio? Lakini kwa Mungu kuna kurudia. Kuna kureset. Kwa hivyo hata ukimbie, nataka niombewe hapa, unapakwa mafuta kama bado kwa moyo wako. Kwa mfano, mimi nafanya washerati. Nimeombewa hapa. Nimeungama dhambi, nimefanya uzinzi. Alafu nikienda bado nafanya uzinzi. Bado sijavuka huo mtihani. Kwa hivyo hata nioshe mafuta lita 20, ni hadi mimi mwenyewe ndani yangu niseme no, na kata hitabi. It has to be upande wa Mungu na upande wako wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa tunaomba kuhusu kuna kitu inaitwa amani ambayo tunaipata tukiwa ndani ya Kristo. Hii ni kitu ambacho dunia hawaelewi. Mtu mwenye hana amani ndani ya moyo hawezi kupenda mwenzake. Huwezi kupeana ile kitu huna. What you have inside of you is what you will share. What you speak, that's why neno lako ndio tabia yako. Ukiwa ni wa matusi na maisha ndani yako na nini? Ikiwa ni mtu wa kubariki na kutia watu moyo, maisha ndani yako kuna upendo. Ulimwenguni mtapata dhiki. Lakini jipeni moyo. Kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Yeye ndio Bwana wetu. Anawaambia look, hii dunia ni kitu kidogo. Nimeshinda. Kwa hivyo Yesu ako juu ya ulimwengu, ameushinda. Na anakuambia wewe ukikaa ndani yake utapata amani yake, na hiyo amani yake itakuongoza mpaka ushindi upati kama yeye. Kwa hivyo tutakuwa na mapigo kila wakati. Tutakuwa tunasumbuka kila wakati. Lakini yeye ushindi wetu, amani yetu. Tukiwa kwa Bible study leo tulisoma about Deuteronomy chapter 25. Na pale kuna sehemu ambayo inasema Bwana atawashibisha satisfaction in what you have. That satisfaction is what is called rest. That rest ndio hii peace. Sasa imagine kuwa na mali mengi lakini hakuna usingizi. Imagine kuwa kama politician ambao uko na pesa lakini huwezi kwenda kulala kwa familia yako. Watu wako kwa mlango wanangojea. Uko na kesi, uko na nini? Hiyo ni maisha mzuri? Iko wewe mwenyewe unatoroka kwako. Haya, pengine wewe boma yako huna amani. Paka wengine wanaamua wanabeba nguo extra kwa ofisi. Analala kwa ofisi. Kwa sababu kule nyumbani kuna simba. Haya ndio mambo ambayo Bwana anatuahidi hapa. Lakini siri ni gani? Siri sio kukemea wengine. Siri ni ya sisi kujiangalia ndani. Bwana asifiwe. Tungependa kuwahimiza mmoja tukue na wenye hekima. Tupate kujua tuko safarini kila uchao. Tupate kukomaa, tukapate kukua. Bwana asifiwe. Tukapate kukua. Kanisa alikuwangi hapa ndani linaanza kwa moyo. Kanisa linaanza kwa moyo. Wakati unaona kanisa watu wanakataa kukua ni kwa sababu wao ndani yao wamekataa. Kuna wale ambao wanakuja kanisa kwa sababu ni mgonjwa. Akipona hamtaki Mungu tena.
Hataki kanisa tena, anakuwa na Kiswahili mingi sana. Oh, mimi siendi kanisani lakini mimi nampenda Mungu. Anakuwa na Kiswahili kingi sana. Lakini shetani naye atampitishia kwingine tena. Na jambo la kuvunja moyo ni kuwa vita vyetu vingi havitoki nje. Havitoki kwa watu wa dunia, hapana. Vinatoka baina yetu sisi wenyewe. Tunapigana sisi wenyewe.